Mchezo wa pili wakiwa na faida kubwa ya goli 3 kibindoni dhidi ya Willet Benguela. Kuna urahisi mkubwa sana wa Yanga kwenda kucheza na kumaliza mchezo huu kabisa. Of course, urahisi upo kwa sababu kwanza ya ubora wa Young Africans. Yanga ni timu ambayo ina wachezaji wengi bora sana tofauti na Willet Benguela. Kwa hiyo tu inawapa advantage Young Africans kwenda hatua inayofuata, lakini pia kingine ni wanacheza kwenye uwanja wa nyumbani, kwenye dimba la Benjamin Mkapa, sehemu ambayo Yanga naye amekuwa akipata matokeo mazuri kwenye hizi hatua za awali kwenye michuano ya CAF Champions League. Kama unakumbuka kwenye miaka hii minne ya hivi karibuni timu nyingi zimekula magoli mengi tu. Walikuja hapa wale wa Burundi mwaka juzi, wamekuwa timu nyingi zimefungwa mabao mengi. So Yanga wakiwa kwenye uwanja wa nyumbani wanahuwa mara nyingi wamekuwa wakitoa dozi nzito kweli hasa kwenye hizi mechi za awali. Kuna kule katikati kwenye makundi kule kule wanakutana na vyuma vingine, mambo yanabadilika, lakini kwenye hizi hatua za awali hizi mara nyingi Yanga amekuwa akitoa dozi nzuri kweli. Kwa hiyo ni advantage nyingine ambayo Yanga wanakuwa nao wakiwa kwenye uwanja wao wa nyumbani wa Benjamin Mkapa. Lakini pia faida nyingine ni magoli 3 ambayo waliyashinda wakiwa ugenini. Pamoja na kwamba timu haikucheza vizuri ugenini, lakini walipata matokeo mazuri, magoli 3. Manake ili Willet Benguela wafuzu kwenda hatua inayofuata inabidi washinde mabao 4-0. Sasa mabao 4-0 kuyashinda mbele ya Young Africans ni kitu ambacho mimi nitakuwa wa mwisho kuamini kwamba kina uwezo wa kwenda kutokea, na kama kitatokea itakuwa ni maajabu mengine ambayo yanatokea kwenye mpira wa miguu Tanzania. Yani kwamba leo Willet aje ashinde mabao 4 Benjamin Mkapa, yani kitakuwa ni kitu kingine cha kushangaza, kama ambavyo tulishangaa Simba kutolewa na Jwaneng Galaxy wakati ule.